Bwana Yesu asifiwe. Tanzania na Afrika Mashariki, kwa wale ambao mnatutazama kwa sasa kupitia television yako pendwa kabisa, ukiwa nyumbani umetulia, ikiwa ni Jumapili njema kabisa, ni kukaribisha kwenye kipindi Amka Tumsifu Mungu, ambapo leo ni tarehe mosi Machi, ambapo tunauanza mwaka wa wanawake huu mwezi, tunauanza mwezi huu wa 3 wa wanawake kwa kishindo zaidi, ikiwa tukielekea katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Tumekuwa tukipita katika njia mbalimbali na kumtazama hasa katika mada tofauti kupitia kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu. Na ni muendelezo tu wa kutazama kila ambacho tunaenda kukiangazia tena siku hii ya leo, ambapo Mungu ameweza kutupa kibali mimi na wewe kuweza kukutana. Ni furaha iliyoje kuona mwezi huu mwingine tena, mwezi wa 3. Na leo tunaenda kumtazama mwanamke na uongozi. Mwanamke na uongozi. Tumetazama pia wanawake shupavu wamekuwa kisimama katika uongozi ama katika sehemu mbalimbali. Na leo tunaenda kumtazama mwanamke na uongozi. Na mwanamke na uongozi pia tutaenda kuangazia na kuona kwa undani zaidi, je, mwanamke alizaliwa kuongozwa tu au mwanamke ana karama ya uongozi? Hayo yote utapata hapa leo kupitia kipindi hiki ama kupitia meza hii ya Amka Tumsifu Mungu. Lakini kabla hatujaweza kuingia kwa undani zaidi na kutazama hayo yote ambayo tunaenda kuyagusia siku hii ya leo, nipende tu kukujuza kuambia kwamba kupitia maandiko pia Biblia, leo tunaenda kumtazama Debora ambaye alikuwa ni jaji na kiongozi wa vita. Huyu pia tunaenda kumtazama mwanamke shupavu ambaye aliweza kusimama kidedea. Ndipo tutapata maana zaidi ya mwanamke kiongozi. Na hapa studio nipo na jopo kubwa sana la wanawake ambao tutaenda kuwafahamu na kujua mengi zaidi. Hebu sikiliza makala hii fupi, alafu kisha tutarejea tena kwa makini zaidi. Katika nyakati ambapo jamii iliamini uongozi na nguvu ni bega la mwanaume pekee, taifa la Israeli liliokolewa na ujasiri na maono ya mwanamke mmoja. Jina lake ni Debora. Kitabu cha Waamuzi sura ya 4 kinamwelezea Debora si tu kama mke wa Lapidothi, bali kama nabii na jaji mkuu wa taifa zima la Israeli. Aliketi chini ya kile kilichoitwa mtende wa Debora, na maelfu ya wana wa Israeli walipanda kwake kuamuliwa mashauri yao. Hakusubiri vitani bila Debora. Kwa ujasiri, Debora akamwambia, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini heshima ya safari hii haitakuwa yako, kwa kuwa Bwana atamuuza Sisera mkononi mwa mwanamke. Na ndivyo ilivyokuwa. Chini ya amri, maono na uwepo wa Debora kwenye uwanja wa mapambano, Mungu alipigania Israeli. Wakapata ushindi mkubwa na taifa likastarehe kwa amani kwa miaka 40. Debora hakukataa kubaki nyuma ya pazia. Aliingia uwanja wa mapambano na kubadilisha historia. Leo, maelfu ya miaka baadaye, roho ya uongozi wa Debora bado inaishi ndani ya kila mwanamke anayesimama madhabahuni kulisha kondoo wa Mungu, anayeongoza ofisi na taasisi kubwa, na anayepigania haki za jamii yake. Mwanamke si dhaifu, ni nguzo. Je, mimi na wewe na jamii kwa ujumla tuko tayari kuwapa nafasi ya kina Debora wa nyakati hizi? Na mtazamaji, na hiyo ni makala fupi ya Debora, mwanamke ambaye alikuwa ni jasiri kabisa, kiongozi wa vita, lakini pia alikuwa ni jaji. Ili kuweza kuchambua mada hii kwa pana zaidi, nimeambatana na jopo kubwa la wanawake shupavu kabisa hawa kutoka hapa Rock City, Mwanza, Tanzania, jiji la Sato na Sangala, ili kuweza kufahamu zaidi mengi kutoka kwao, madini ambayo wameandaa ili wewe uweze kubarikiwa. Utakuwa nami Andrea Musimasanja kuanzia sasa hadi ifikapo tamati katika kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu. Kuwa nasi sasa kupitia nambari za simu ambazo zitakupa nafasi wewe mtazamaji kuweza kutuma ujumbe wako, na sisi pia tutausoma ama kudurusu mmoja baada ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Au tutumie kauli mbiu kina mama. Kwa mwaka huu 2026 ni ipi kauli mbiu ambayo inatumika hasa kanisani? Kanisani tuna somo la kanisani. Mwaka huu linasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na mizigo nami nitawapumzisha. Sawa. Sijaisikia bado. Kwa waimbaji bado. Ni kufanya kazi kwa bidii. Mwanamke usikate tamaa. Timiza ndoto zako. Na asante sana, lakini pia ni ngoja tutambue sasa uwepo wao hapa kwa utambulisho makini zaidi kwa kufahamu ni wakina nani ambao tuko nao siku hii ya leo. Karibu sana mamangu kiongozi hapa na tufahamu zaidi kwa wale ambao watazamaji wanakufuatilia kwa sasa. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio. Mimi kwa jina naitwa Jeni Lema, ni kiongozi katika jimbo la Mwanza Kati, ni mwenyekiti. Sawa, mwenyekiti. Ndio. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana. Karibu pia. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Edna Fanuel. Nipo ni daktari katika hospitali ya Aga Khan hapa Mwanza, nimepatikana Miti Mirefu. Sawa kabisa. Majina yangu Neema Ngasha, mwimbaji wa nyimbo za Injili na mkurugenzi wa Strong Women Foundation hapa Mwanza. Sawa. Na mtazamaji, hao wote ni wanahakikisha kwamba sisi leo tunaenda kubarikiwa zaidi katika mwezi huu ambao sisi tunauanza kwa kishindo zaidi, kuhakikisha kwamba unapata kile ambacho unakitaka siku hii ya leo. Nianze sasa hapo na mwenyekiti wa jimbo hili la Mwanza katika kanisa la KKT kwa kufahamu zaidi mengi kutoka kwake kama kiongozi pia wa dini, kutujuza yale ambayo yanaendelea, ambapo leo tunatazama hasa mwanamke na uongozi. Na kabla yote tumesikiliza pia makala fupi ya Deborah, namna jinsi alivyokuwa jasiri na kuokoa taifa kubwa. Nina swali ambalo nataka pia uweze kushiriki nasi katika mawazo yako, Mama Jane Lema. Najua umekuwa ni kiongozi ukiongoza wanawake, lakini pia ukiongoza watoto kanisani, na tukitazama pia maandiko yanasema mwanamke ni msaidizi. Je, kuna tafsiri ambayo inamzuia mwanamke kuwa kiongozi mwenye ndoto, leader vision kanisani? Asante mtangazaji kwa swali zuri. Swali ambalo linatuuliza kwamba inawezekanaje mwanamke kuwa kiongozi mkubwa kanisani na kwenye jamii pia. Ni kweli kwamba hakuna jambo lolote linaweza kumzuia mwanamke kuwa kiongozi. Mwanamke ameumbwa kama kiongozi kuanzia akiwa tumboni mwake, kuanzia tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye yuko kiongozi kwenye familia, ni kiongozi kwenye kanisa na hata kwenye taifa pia wanaruhusiwa kuwa viongozi. Kwa hiyo lazima tuangalie pia kiongozi ni nani. Unapoitwa kiongozi ni nani? Kiongozi lazima uwe mbeba maono. Uwe na maono, unataka kuwapeleka wapi wale watu. Kiongozi lazima uwe na mwelekeo. Kiongozi lazima uwe na utii, uwe mwaminifu kuliko wengine. Yaani watu wakikuangalia unakuwa mfano kwao, unakuwa kielelezo kwao, kwa jamii, kwa taifa, hata kwenye familia. Kwa hiyo mwanamke Mungu alivyomtengeneza, tuna nguvu ya kuongoza ndani yetu. Tunamwangalia Deborah aliweza kuponya taifa la Israeli. Kwa sababu gani? Ndani ya mwanamke Mungu ameweka ujasiri mkubwa sana. Mungu ameweka ujasiri. Tukimwangalia mwanamke mwingine kama Esther aliweza kuokoa taifa la Israeli. Na taifa likapona kwa sababu ya mwanamke mmoja alikaa akatulia mbele za Mungu. Kitu cha kwanza, mwanamke wa kikanisa lazima awe muombaji. Anapoongoza watu lazima apokee hekima kutoka kwa Mungu. Anaongozaje wale wanawake? Nini Mungu? Yaani lazima, na kiongozi yoyote lazima uwe mtumwa wa wengine. Usiwe mkubwa kuliko wengine. Unatakiwa uwe, maana uongozi ni dhamana. Ni Mungu amekupa ile dhamana. Kwa hiyo ni vizuri kuitumia kwa hekima. Ni vizuri kutokuwa mkubwa wa wale wengine. Hata neno la Mungu, nakumbuka Petro wakati wakiwa na Yesu walimwambia nani anatakiwa kuwa mkubwa? Akasema anayetakiwa kuwa mkubwa hawe mdogo kuliko wengine. Kwa hiyo kiongozi yoyote lazima uwe mnyenyekevu sana, kusikiliza watu wanasema nini, wanataka nini.
na zaidi sana kuwaombea, hasa kwa mambo ya kanisani ni kuwaombea zaidi. Na asante sana mama kiongozi na mwenyekiti. Najua nyuma kuna watu wengi sana ambao wanakufuatilia, lakini pia kuna jopo kubwa la kizazi kipya ambalo linajifunza vingi kutoka kwako na kupitia kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu. Umeeleza kwa uzuri sana na imani kila mmoja amebarikiwa kwa swali hilo. Lakini pia bado tuna maswali mengi ambayo tunatakiwa tujikite na kufahamu zaidi mwanamke kama kiongozi. Kutazama wewe ni mwenyekiti, ngoja tuluke kidogo tuje kwa daktari hapa. Lakini kitazama daktari pia najua wewe ni daktari mbobezi na mwanasayansi, lakini pia kuwa daktari kunahitaji uthubutu mkubwa sana, na mara nyingi tumetazama viongozi wa juu ambao ni madaktari wakubwa zaidi wamekuwa ni wanaume. Ni nini ambacho ni vizuizi gani ambavyo vinawafanya wanawake wasiweze kufika sehemu kubwa ya juu zaidi kama wanaume, namna jinsi tunavyowatazama kwa sasa? Asante bwana mtangazaji. Vizuizi ambavyo naviona vinavyoweza kutokea, yani ni kukosa fursa ya usawa katika uongozi. Wanawake wengi kimila na kidesturi wanaaminika kama vile hawawezi, wao ni wa kukaa nyumbani labda kulea tu watoto. Kwa hiyo unakutana na vizuizi vingi, au unakuta anafika kwenye ofisi fulani japo ana uzoefu au ana taaluma zote zinamruhusu, lakini isa tu ni mwanamke anashindwa kupata fursa, anakosa zile fursa. Fursa nyingi zinaenda kwa wanaume ambao pia wana uwezo kama yeye. Sawa kabisa. Najua daktari umebobea kwenye haya masuala na umeshakutana na watu wengi sana kwa sehemu ambayo uliopo, na kuna wengine najua na wabariki pia. Najua kuna mabinti wengi ambao wako nyuma yako. Je, umeshawahi kukutana labda na kisa chochote cha binti ambaye pia mwenye ndoto kubwa kutamani kufika pale, lakini kutokana na hali ambayo iko sawa? Asante. Sijawahi kukutana kabisa na binti, lakini vizuizi viko vingi. Hasa unakuta mwanamke mtoto anasoma labda anafika umri fulani, anaambiwa labda ada ikikosekana, kinachobaki labda anaambiwa baki nyumbani au anaozeshwa, anaenda kuolewa. Kwa hiyo nadhani hicho ni kizuizi kikubwa kinatokea. Na jamii sasa inatakiwa kufanya nini kuhusiana na swala hili ambalo linatokea, wanawake ama mabinti kutokufikia ndoto zao ama kuwa madaktari bingwa kama tunavyoona wanaume kwa asilimia kubwa? Asante. Nadhani cha kwanza jamii inatakiwa imwamini mwanamke, imwamini binti mdogo kabla hata hajafika kwenye uongozi, kwamba anaweza na pia awezeshwe kama kwenye masomo pia na kwenye kazi mbalimbali ili aweze kufika ndoto yake. Asikilizwe pia. Unakuta ni mtoto mdogo lakini ana maono makubwa, lakini kisa tu ni mtoto unakuta hasikilizwi au hapewi hata nafasi. Lakini unapompa nafasi mtoto wa kike, unamwamini, na maana na yeye anajiamini zaidi. Sawa. Na pia kwa mtoto yote wa kike anayetuangalia, napenda kumshauri au kumtia moyo, awe na moyo, awe anajiamini kwa kitu anachokipenda. Kama anapenda masomo ya science, yuko sekondari, anapenda sherehe imeshanukia siku ya maadhimisho ya mwanamke duniani. Wewe ilikuwaje sasa mpaka tunakuona uko hapa kwa vijana ambao wanakutazama, huenda ukawapa chachu zaidi wasikate tamaa? Inachangia kufika hapa nilipo, kwa sababu vizuizi ni vingi kiukweli, siwezi kuvitaja vyote, lakini ni vingi mno. Lakini unapoanguka lazima usimame tena na tena na tena, hapo utafika. Sawa kabisa. Nakushukuru sana kwa namna jinsi ambavyo umejibu vizuri, lakini natamani pia hatukuishia tu hapa, lakini natamani tusikilize pia wadau na wenyewe pia wanasemaje kuhusiana na mwanamke kiongozi. Na tuliweza kupita mitaani, ingawa Jumapili iliyopita tulitoa nafasi kwa baba na wakina mama kutoa maoni yao kuhusiana na mwanamke kuwa kiongozi, lakini haikuweza kufanikiwa kuwa hivyo. Na timu yetu Amka Tumsifu Mungu tuliweza kuingia mtaani, kona kwa kona
kukutana na wadau mbalimbali, hasa kina mama na wakina baba, wakatoa maoni yao kuhusiana na swala hili mwanamke kiongozi. Nao ngoja tuwasikilize namna jinsi ambavyo waliweza kutoa ya moyoni. Majina naitwa John Meide. Changamoto sana ni elimu. Hatupati elimu na mafunzo. Kwa maana tupati changamoto ya kuwezesha kwa wanawake shupavu. Na wanafunzi ambao ni wa kike waepukane na vishawishi. Kama mwanafunzi amebadilika, amepelekwa shule, ajue kwamba ameenda kusoma, akasome, haipukane na vile vishawishi. Mara chipsi, sijui wanaume ndio wanamshawishi, akomae tu na elimu ambayo imempeleka ili kesho apate kuwa mwanamke babu kama rais. Kwa majina naitwa Neema Shabani, natokea wilaya ya Ilemela, mkoa wa Mwanza, tuko kwa Pasiasi. Changamoto iliyofanya wanawake wasiwe shupavu, ya kwanza ni unajua sisi wanawake hatujiamini sana, tunakosa vipaumbele, tunanyanyasika kijinsia, hatupati zile motive zile za kufanya vitu vizito. Kwa hiyo tunakuwa nyuma kimaendeleo kwa sababu vipaumbele vinakuwa ni vidogo sana. Ushauri nao washauri mabinti wenzangu ni tutafute elimu sana, tusome kwa bidii, tuache mambo yale mabaya, tusome ili tutafute elimu. Tuzidi kufanya vitu vya msingi ambavyo vitatupa sisi maendeleo katika jamii iliyotuzunguka. Selemani Antoni, viongozi wa safari yetu hapa. Kupitia udhaifu ule wa kina mama wameambukiza hata mabinti zao, na wao wanatembea katika mfumo wa kina mama kwamba mimi ni mwanamke ni dhaifu, mwanaume ni bora kuliko mimi. Lakini si sawa. Tunaona wanafunzi wengi wameweza vyuo wanafanya vizuri. Kuwa viongozi bora na shupavu ni kitu cha kwanza, ni kutokujiamini na kuamini kwamba yani wao ni wategemezi na kuamini kwamba wao ni watu yani bado wako chini ya mwanaume. Na issue ya pili nadhani, na kwa ufikiri wangu, ni sehemu anayotokea wazazi au na chimbuko lake au kabila. Makabila mengi bado yanaamini kwamba wanawake ni watu ambao wako chipu, yani ni watu ambao wanasubiri wafanyiwe. Makabila mengi yamekuwa hivyo, lakini kuna baadhi ya makabila pia yameimprove zaidi kwamba wanawake wanaweza kuwa viongozi, na kweli wanawake tumeona wamekuwa viongozi bora. Sasa hivi Mheshimiwa Rais Mama Samia. Kwa hiyo nachowashauri mabinti kwa upande wangu mimi, wawe wajiamini na waamini kwamba wanaweza kuwa viongozi bora. Na mtazamaji, na hayo ndiyo maoni ya wadau mtaani. Wababa na wamama hawa wamefunguka ya moyoni kuhusiana na swala zima la mwanamke kuwa kiongozi ama mwanamke kusimama katika njia sahihi ya kuwa kiongozi. Na tutaendelea na mjadala wetu pia kwa makini zaidi kujibu hoja za mtaani kwa yale ambayo yameweza kuzungumzwa hapo, na tutarudi sasa. Na kwa sasa ni kupeleka moja kwa moja kukutana na mwimbaji wa nyimbo za Injili, na huyu si mwingine ni Neema Ngasha ambaye ataenda kutubariki na kutupeleka madhabahuni kwa kupitia nyimbo zake nzuri na tamu kweli kweli, akiwa na sauti yake ya kipekee. Karibu sana tuweze kumsikiliza Neema Ngasha. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za siku? Ni nzuri sana. Najua Mungu amekubariki, una kipawa kikubwa sana na wanawake nyewe ni jeshi kubwa. Na sasa tunaelekea katika kilele cha mwanamke, siku ya maadhimisho ambapo itakuwa ni tarehe 8 Machi. Nashukuru Mungu. Kabisa. Namshukuru Mungu. Sawa, mimi natamani utupashi kidogo. Ili tupate Salama nikiwa na wewe ni salama. Salama nikiwa na wewe ni salama. Nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, maana ni salama rohoni mwangu.
salama, nikiwa na wewe ni salama, 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 nikiwa na wewe ni salama. Mimi natamani urudie wake. Nyie mtasema ni jeshi kubwa. Amen. Wanawake Ni jeshi kubwa. Wanawake Ni jeshi kubwa. Hebu tupashe kidogo tena. Dokta nimemwona pia. Salama, salama, nikiwa na wewe ni salama, 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 nikiwa na wewe ni salama. Tuimbe dokta. Salama, 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 nikiwa na wewe ni salama, 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 nikiwa na wewe ni salama. Na mtazamaji, salama. Huyo ni Neema Ng'asha na umetoka kubarikiwa na wimbo wake mzuri kabisa. Tunakuja sasa katika lisaa la pili. Katika lisaa la pili, kabla tujaingia ndani zaidi na kugusia hasa na kutazama yale ambayo tumetoka kuyatazama katika lisaa la kwanza, nipende tu kuambia kwamba mtazamaji, hii ni wiki ya 5, ni wiki ya 5 katika mfululizo na kuthamini kuelekea siku ya mwanamke duniani, na tumekuwa tukizungumzia mambo mbalimbali. Hasa tumemtazama mwanamke kama nguzo katika kanisa, anatimiza ndoto yake na kufika kileleni katika majukumu ambayo amejipangia yeye mwenyewe binafsi kwa thamani kubwa ambayo Mungu pia ameweza kuwapatia. Sasa kuna kitu kidogo tu ambacho nataka nikushauri mtazamaji na nikupe, ambacho kitakuwa ni chachu zaidi katika Jumapili ambayo itakuwa ni ya mwisho ama kufika kiini cha maadhimisho katika mwezi wote wa pili ambao tulikuwa nao, lakini pia mwezi huu wa 3 ambao ni mwezi wa kishindo kabisa, kuhakikisha kwamba nawe unaweza kushiriki nasi. Sasa kama una simu janja ama simu yako ni nzuri kabisa katika upigaji picha, unaweza ukapiga picha ambayo itakuwa ni nzuri na ya kipekee, na utaituma kupitia nambari ya simu ambazo unazitazama hapo kwenye TV, kwenye television yetu. Cha msingi tu ni cha kwamba picha hiyo unayopiga unaweza ukapiga na mwanamke ambaye amekuwa ni nguzo imara katika maisha yako, na ambaye pia amekuongoza na kufikia mafanikio ambayo umeweza kufika sasa. Anaweza kuwa ni dada yako, anaweza kawa ni mama yako mrezi wa kiroho, anaweza kuwa mama yako mzazi, au anaweza kuwa ni kiongozi yoyote ambaye yuko karibu na wewe, kuhakikisha kwamba kila ambacho ulikitaka kimeweza kutimia. Unaweza ukatuma kupitia kwa njia ya WhatsApp, na sisi pia tutaicheza live kupitia kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu, na taifa kwa ujumla lote litaweza kutazama picha hizo ambazo umezituma chini, ukiwa umeambatanisha na ujumbe mzuri kabisa wa baraka na wa shukurani kwa kila ambacho umeweza kutendewa. Mungu akubariki sana. Karibu katika lisaa la pili. Tumetoka kutazama wimbo mzuri kabisa huo wa Neema Ng'asha, lakini kwa sasa twende tukatazame mbinu mbalimbali hasa na suluhisho ambayo natakiwa liweza kutokea katika kila ambacho tunakijadili kwa sasa. Moja kwa moja niende kwa mwenyekiti wa kanisa wa jimbo hili la Mwanza hapa katika kanisa hili la KKT. Karibu sana mama kiongozi. Tumetoka pia kutazama watu wakitoa maoni yao, lakini kwa sasa natamani twende kwa undani zaidi. Wewe umekuwa ni kiongozi, unaongoza watoto, lakini pia mara nyingi umekutana na kina mama mbalimbali. Tukitazama mwanamke akipata nafasi ya kuwa kiongozi mkubwa ama mamlaka makubwa zaidi, kuna kuwa na ile amani ndani ya nyumba inakuwa inatoweka, na mwanaume anakosa nafasi ya kusema chochote kile ambacho anatakiwa kiseme kama kichwa cha familia, namna jinsi Bible ama Biblia ilivyoandika. Je, wanawezaje sasa wanawake kuweza kubalance hivi vitu kazini, lakini pia na kwenda kanisani na kuhakikisha ndoa yao inabaki kuwa salama? Hebu tupitishe hapo ili kila mmoja ambaye tutazama kwa sasa, hata kama anaenda kazini, anafanya kazi, ili aweze kufahamu majukumu ya nyumbani ya kumhudumia mwanamume, hata kama na mamlaka makubwa kiasi gani. Amina. Asante sana mtangazaji. Tunachokijua
mwanamke anabaki kuwa mwanamke katika ndoa na baba anabaki kuwa baba katika familia. Kwa cha msingi, unapokuwa kiongozi una balance muda wako vizuri wa kuhudumia watoto, wa kuhudumia mwanaume, uhakikishe pako vizuri, maana nyumba ni mwanamke. Nyumba siku zote ni mwanamke. Mwanamke akisimama kwenye nafasi yake, kila kitu kinanyooka. Kinanyooka kuanzia nyumbani. Mazingira ya nyumbani ni mwanamke ili akae vizuri. Mwanamke anayejitambua. Lazima kwenye mazingira ya familia yakae vizuri, mume akae vizuri, kanisani ufanye kwa juhudi zote. Na katika ni jambo la kitaifa na lenyewe ulifanye. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi ambaye ni mama, tunakutana pia na mambo mengi tunapokuwa kama wanawake viongozi. Kuna changamoto nyingi tunazokutana nazo katika familia. Unapokuwa kiongozi katika familia, mara nyingi baba hakuelewi. Mara nyingi wanawake wengi hawaeleweki. Unaweza kaona kama unapoteza muda, lakini sio kweli. Kwa sababu ndani ya mwanamke kuna uongozi. Ndani ya mwanamke kuna kitu kinachomfanya afanye yale ambayo anayatakiwa kuyafanya. Kwa hiyo tunapokuwa viongozi wanawake, kuna changamoto tunazokutana nazo. Hata katika kanisa unakuta wewe ni kiongozi wa wanawake. Mwanamke mpaka akuelewe, ujue kwamba mwanamke na yeye ni kiongozi kwenye familia yake. Ukae umshauri yule mwanamke mpaka akuelewe wewe ni kiongozi. Inachukua muda. Na itaki hekima ya Mungu sana ya kukusaidia wakuelewe. Maana unakuta mwanamke huyo amebeba majukumu makubwa katika familia. Halafu unakuja unaanza kumpangia ya kanisani. Nakumbuka sasa hivi wanawake wengi ndio wamebeba familia, wamekuwa nguzo kubwa sana katika familia, wanaendesha familia. Na jambo jingine ambalo tunalikuta kwa habari ya watoto katika uongozi wa watoto, ni kweli katika kipindi hiki tunamhitaji Mungu sana. Kama ni maombi tunabidi tuzidishe kwa ajili ya watoto wa taifa. Watoto wamepoteza maadili. Sielewi, ni kazi nyingi zinatufanya tunashindwa kuelekeza watoto vizuri, lakini yote na yote tunachotamani kuwe na mambo yanayowabeba watoto wa kike, watoto wa kiume, ili waweze kufikia mahali ambako Mungu amekusudia wafike. Kwa jambo jingine, watoto tunapokuwa viongozi wa watoto sasa hivi ni changamoto, wao wa kike wao wa kiume. Kwa hiyo unapoongoza watoto, unapokuwa kiongozi wa wanawake na watoto, wanawake wana changamoto, ukienda kwa watoto unakutana kuna changamoto. Changamoto hizi za watoto ni wazazi sisi kusimama sasa katika nafasi zetu, ili tuweze kuwapeleka watoto katika nafasi zao, tuweze kuwafundisha kwa habari ya kimungu zaidi. Maana Mungu ndio kila kitu katika maisha ya watoto wetu. Hatutaweza kuwavusha bila msaada wa Mungu. Kwa yote na yote tunayoyaona katika kipindi hiki, mambo ni mengi, lakini yote na yote sisi ni viongozi wa watoto, tunapenda sana kuwaelekeza watoto kwa Mungu. Mioyo yao ikishamshika Mungu, watakuwa wachapakazi. Watoto sasa hivi sio wachapakazi. Wengi ni wavivu. Wanapenda starehe vijana. Sasa kwa taifa la hivi, hatutaweza kuongoza taifa likiwa na watoto wavivu. Watoto ambao hawana mwelekeo wanakokwenda. Ni lazima wamama tubebe mizigo, kwa sababu wanawake ni jeshi kubwa. Tunapokusanyika pia watu tunafanya maombi sana kwa ajili ya vijana. Maana vijana wanapoteza mwelekeo. Tunawasogeza sana kwa Mungu. Viongozi vijana wote wa taifa la Tanzania tunapenda kuwapeleka kwa Mungu, ili Mungu awape maarifa, awape hekima, awasaidie waweze kufikia ndoto zao. Na asante sana, ili Mungu aweze kuwapa maarifa, waweze kufikia ndoto zao. Shukrani sana mwenyekiti kwa kujibu vyema kabisa swala hilo. Na kabla sijaja kwa dokta hapa, naye pia kutupitisha kidogo na kutupa elimu kuhusiana na swala hilo, japo kuna swali ambalo pia nitaweza kumuuliza. Niwakumbushe tu pia watazamaji ya kwamba wiki hii ni wiki ya 5 kuelekea siku ya mwisho kabisa ambayo ni
imesubiriwa kwa hamu katika mwezi huu ambao sisi tunasema tunaumaliza ama tunauanza kwa kishindo zaidi, mwezi wa 3 tarehe 8. Nimekusia kwamba unaweza pia ukatuma ukapiga picha na mtu ambaye amekuwa ni nguzo katika maisha yako, ambaye amesimama na wewe kidedea kuhakikisha kwamba unafika kule ambako unatamani kufika, kwa kupiga picha ukiambatanisha chini na ujumbe mzuri kabisa wa baraka kwa kuendelea kumtia moyo na kutoa shukurani kwa kile ambacho Mungu ameweza kukubariki. Na namba ambayo itakuwezesha wewe kuwa mmoja ya washiriki wa karibu kabisa kuweza kutufuatilia na kutupata zaidi ni namba hii ambayo unaweza kuitazama hapa nikiitaja, na unaweza ukaandika pembeni kama una diary ama una daftari, ili iwe vyema zaidi wewe kuanzia sasa uchukue simu yako na uwe wa kwanza kabisa kupiga picha na kutuma kile ambacho tumetoka kukieleza kwa sasa. Ni kupitia 0784770796. Ni 0784770796. Narudia tena, kuna mmoja hapo najua ameungana nasi kwa sasa na pia na shauku kubwa kujiunga nasi. Ni 0784770796. Hiyo namba itakufanya wewe uweze kutuma ujumbe. Ni tofauti kabisa na namba ambayo unaitazama hapo kwenye runinga, ambayo hiyo inakuruhusu wewe tu kuweza kutuma ujumbe wa kawaida kwa kupitia simu yako janja. Lakini pia shiriki nasi sasa kwa kupitia namba hii ambayo ni 0655770796, 0655770796. Hii ndio namba ambayo inakufanya wewe moja kwa moja sasa ututumia ujumbe kwa sasa tukiwa live kabisa kuweza kusoma na kufahamu kila ambacho tunaendelea nacho kwa sasa, ambao ni mjadala wetu makini kabisa. Lakini ile namba inakuruhusu tu wewe kuweza kuingia WhatsApp na kutuma kila ambacho tumekieleza kwa mara ya kwanza. Moja kwa moja Dr. kabla sijakuuliza swali, ningetamani pia tupite kidogo tufahamu maoni ya watazamaji, wanasema nini na maswali yao pia yanagusia nini kuhusiana na swali letu tulionalo siku ya leo. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba nawatazama vizuri sana kwenye TV. Mungu aweze kuwabariki na wimbo umeweza kunibariki kweli kweli. Nawatakia maisha marefu. Huyu anaitwa Lameki niko Chanika. Na huyu si Mungu anasema kwamba tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Daudi Julius, namshukuru Mungu kwa kunilinda kuamka mzima, na muomba anitangulie nifike kimaisha. Asante Mungu. Huyu si Mungu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Niite Ayubu Mkavi wa Kitera Chato Geita. Amenigusa sana. Mungu aweze kumbariki. Na huyu si mwingine anasema kwamba Bwana Yesu, Bwana anaweza yote. Natamani siku moja niweze kufika mbali na mimi kama mwanamke, lakini wasema kwamba kupitia watumishi wa Mungu tunabarikiwa zaidi. Na huyu anasema kwamba inategemea na nafasi ambayo anatakiwa awe mwanamke, maana yeye ni msaidizi. Huyu ni Pasco, huyu ndo alivyosema hivyo. Na huyu si mwingine anasema kwamba shalom shalom, habari za hapo studio, dada Neema, Mungu akubariki sana. Na huyu anasema kwamba Mungu aweze kuwabariki sana. Na huyu si mwingine anasema kwamba mimi najifunza vizuri sana kipindi cha leo, naona ni kipindi motomoto kweli. Unaweza ukashiriki basi nasi kwa kutuma ujumbe wako kwa kupitia nambari hiyo ambayo nimeitaja mara ya mwisho kabisa, kwa kutuma ujumbe, ama una swali lolote na sisi pia tutaweza kusoma. Ni 0655770796, 0655770796. Hiyo ni namba ambayo itakufanya wewe kutuma ujumbe wa kawaida tu kwa hapa tulipo, na sio ya WhatsApp kwa kile ambacho tumekizungumza. Nije sasa kwako Dr. Tumekuwa na mambo mengi sana, hasa kwa upande wa mabinti na wanawake kuhakikisha wanaitimiza kesho yao, hususan katika sekta mbalimbali, elimu, biashara, kutoa huduma ya uimbaji. Unadhani ni wapi labda kuna tatizo kubwa sana ambalo linapelekea hasa wanawake ama mabinti kushindwa? Okay, asante.
Kinachopelekea hasa mabinti labda kushindwa au kukata tamaa, mimi nadhani zaidi ni jamii inayomzunguka. Kwa sababu anaweza akawa yuko nyumbani, anatamani afike sehemu, anatamani asome kitu fulani, lakini anakutana na vizuizi kuanzia kwa wazazi au walezi au jamii hata inayomzunguka. Shuleni unakuta labda kuna watu fulani wanamwambia huwezi, au mwalimu fulani kabisa anamwambia huwezi, wewe ni mwanamke, huwezi hesabu, huwezi masomo ya science. Kwa hiyo unakuta jamii tu iliyomzunguka inamkatisha tamaa, inamrudisha nyuma. Unakuta ana uwezo mzuri, angewezeshwa angeweza kufika mbali, lakini jamii tu inayomzunguka pale tu nyumbani au shuleni anakatishwa tamaa, anarudishwa nyuma. Au unakuta labda mwalimu ni mkali kupitiliza, kwa hiyo wanafunzi au binti anashindwa kumfuata, labda ana changamoto fulani kwenye somo hilo la science au hesabu, anashindwa kumfuata. Kwa hiyo hapo lazima kuwe ni kizuizi tayari. Huyo binti hataweza kufanya vizuri kwa sababu tayari anakuwa na hofu na yule mwalimu anayemfundisha hilo somo. Sawa, lakini pia umeeleza vizuri sana namna jinsi anavyokuwa na banwa na majukumu ya hapa na pale. Ushauri gani unamshauri nini sasa mwanamke ambaye ni kiongozi na anabanwa na majukumu mazito ya kizazi, lakini bado anatamani kubaki kuwa mama bora nyumbani? Asante. Nadhani hata huo ushauri mimi mwenyewe nauhitaji, kwa sababu mimi ni mwanamke, mimi ni mama, nina kazi, nina familia. Kikubwa ni kubalance kama mama mtumishi alivyosema. Asante. Balance hivi vyote. Wamama wengi wanapata changamoto, unakuta anakuwa na uchovu uliopitiliza, wengine wanapata hadi sonona, anapopata muda na watoto au chukulie umuhimu. Muda wa watoto, simu ikae pembeni, vitu vya kwa mama anaweza kukuta mtoto analia, anapewa iPad, anachezea midoli. Lakini vipi sasa unapambana, lakini kikubwa anapoona labda anazidiwa, ni vizuri kuomba msaada. Hakuna dhambi kwenye kuomba msaada. Kama anaweza kupata msaada, unaongea naye, unapata kujua kabisa mtoto akili yake iko sehemu gani. Kama unaona anapotea, unamrekebisha. Sawa. Na wanapokuwa nyumbani amechoka, najua ni dokta, kuna kitu hapa natamani wakifahamu watazamaji. Kuna vipi kuhusiana na swala zima la najua umeshauri kwamba wake na familia vizuri, wawalea watoto vizuri, lakini kumbuka anatoka ameshachoka na majukumu yake kule, amefanya amevurugwa kule kazini, njiani, amefika nyumbani, watoto na wenyewe anakuta ni kelele. Lugha ipi ambayo itakuwa ni nzuri kuhakikisha kwamba anaweka utulivu na usawa, wale watoto kutomuona kama kutokuona kama mama ni afande au wako kwenye jera ndogo, kitu chochote uweze ukampa, ukashare kitu. Kama we hauna kitu, uweze ukatoa chochote. Sawa, kwa hiyo ni vizuri afike apumzike hata lisali moja. Yaani unasema ana re-energize, anapata nguvu upya. Yeah. Maana sawa, anaweza kafika nyumbani anakutana na watoto, anaweza kuwasalimia akawaambia tu kwamba naomba nipumzike, tutaongea baada ya muda fulani. Watoto wanaelewa. Watoto wanaelewa kabisa. Ukiongea naye mtoto anaelewa. Lakini ile kukasirika ghafla na nini, hapo sasa inahitaji mama anayejitambua. Lazima utambue huu wakati siwezi kuongea na mtoto, labda nimechoka mentally, kiakili, akili imechoka. Kwa hiyo chochote nitakachoambia labda kwa muda huo sitaweza. Kwa hiyo ni muhimu vizuri. Najua na wengine pia wanaokutazama kwa sasa wamekuelewa vizuri kabisa. Ngoja sasa tusikilize maoni ya wadau, na wenyewe pia wana nini cha kuzungumza kuhusiana na mwanamke kuwa kiongozi. Huyu anasema kwamba anaitwa Mule, anasema Mungu awabariki hapo studio, mpo vizuri sana. Na sisi tunasema Mungu akubariki pia. Huyu anasema anatokea Iringa huyu.
Na huyu si mwingine anasema kwamba kutoka Kerwa nasikia nimeguswa sana kikweli. Mungu atubariki na sisi vijana jamani tupambane, ndivyo ujumbe wake. Hivyo huyu anasema kwamba Mungu ni mwema, amefanya mwanamke kuwa na nguvu zaidi katika jamii. Mungu awabariki, ambariki mchungaji. Naona huyu ameandika mchungaji lakini pia ni mwenyekiti ni mwenyekiti. Lakini huyu si mwingine anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, nimebarikiwa sana na mama kwa ajili ya malezi watoto. Mungu nao pia aweze kuwabariki kwa njia ya maombi. Na huyu anasema kwamba mimi namshukuru Mungu kwa namna jinsi ambavyo amenibariki. Mwanamke anaweza kusimamia kila kitu, cha msingi anahitaji tu sapoti. Hakuna tatizo. By Gideon Kachina wa Kindege Mpwapwa huyu. Na huyu anasema kwamba shalom shalom hapo studio, naitwa Ibrahim, hongeleni kwa kipindi kizuri. Pia hongera Dr. amejibu vyema maswali. Mwanamke ni kiongozi ila akiwa kwenye familia yeye ni kiongozi msaidizi. Hongereni sana wanawake, maana nyinyi ni mama zetu. Ndivyo amemaliza hivyo. Huyu anasema kwamba namshukuru Mungu nimeamka salama na ninaendelea vizuri na shughuli zangu za kiuchumi. Mungu awabariki sana, kipindi ni kizuri. Na huyu anasema kwamba Mungu awabariki sana na wafuatilia vizuri sana. Tuwaheshimu wazazi lakini pia tuwalinde watoto. Ndivyo alivyosema hivyo. Huyu anasema kwamba na wafuatilia vizuri sana na nimejifunza namna jinsi ya kuishi na watoto wangu hata kama naporudi nyumbani nikiwa nimechoka. Naona daktari tayari kuna watu umeshaanza kuwatibu moja kwa moja. Huyu anasema kwamba Mungu awabariki sana na ninawafuatilia vyema hapo mlipo. Na mtazamaji, muda bado nakuruhusu, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia nambari ya simu ambayo unaitazama kwenye television yako, ni 0655770796 0655770796. Moja kwa moja sasa tumetoka hapo. Dr. mwimbaji wetu Neema Ngasha, Dr. ametoka kutupatia njia nzuri ya kulinda afya zetu, sana sana kwa upande wa wanawake. Sijajua sasa kwa sisi wanaume inabidi na sisi atatupatia njia zetu ambazo tukitoka kazini umechoka unaweza kaitumia. Wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, najua unaparangana huku na kule kuhakikisha unainjilisha watu wengine. Mimi natamani kujua kama nyewe waimbaji, hususan wewe ni mwanamke na ni mama, changamoto gani kubwa hasa ambayo mnakutana nayo katika kazi hii ya utume? Asante. Changamoto kubwa ambayo unakutana nayo, kwa mfano nimeanza kuimba niko mdogo. Ndio. Unakuta mwanamke hana uelewa sana na mambo ya muziki. Mara kwanza ili nitesa sana. Yaani unakuta wewe unapewa wimbo kumbe hujafanywa mixing vizuri, au unakuta ndio hivyo director atakusumbua. Changamoto kama hizo, au producer anakusumbua mpaka kukupa kazi yako. Unakuta unatoa machozi. Yaani kuna muda ilifikia nilikata tamaa kabisa kusema yani kama ndio hivi naacha. Lakini nashukuru Mungu alinisaidia, kanitia nguvu, nikaendelea. Changamoto kubwa ndio hiyo. Changamoto ndio hiyo. Sawa. Unadhani kwa nini sasa kama mwimbaji wa nyimbo za Injili tumekutazama kule YouTube, una nyimbo ngapi? Maana najua si mara yako ya kwanza pia kuwa nasi hapa. Zipo nyingi kuzihesabu kabisa inakuwa ngumu, la zipo nyingi sababu nimeanza kuimba zamani. Sawa. Na mpaka sasa mafanikio kama mwanamke jasiri na kinara, mwanamke kama kiongozi tunapomtazama, mwanamke kama nguzo ya imani, lakini pia mwanamke kama njia ya kuweka familia kwa pamoja. Wewe binafsi unabarikiwa vipi na huduma yako unayoitoa? Kwanza namshukuru Mungu kwamba nikitoa nyimbo watu kama hivyo wanabarikiwa, watu wanaguswa. Kwanza kwangu ni faraja na namshukuru Mungu kwamba ninawafikia watu wanahudumiwa. Hilo ndio la kwanza. Kingine namshukuru Mungu pia hata mimi ninapofanya huduma inanisaidia kukua zaidi, kumjua Mungu zaidi, inanisogeza kwa Mungu zaidi. Sawa. Tumetazama hapa pia mwanamke anakuwa nakumbana na kazi nyingi mbalimbali na wanawake tukaona changamoto zinazowafanya wasifike kileleni ama kufika kwenye ndoto zao. Wewe mpaka sasa ni kwa kiasi gani umeweza kufanikiwa mahali ulipo kibiashara pamoja na huduma unayoitoa? Mimi kwa mfano nafanya kazi, nimeajiliwa.
Kwa hiyo najua jinsi ya kubalance muda wangu. Muda gani naimba, muda gani naenda studio, muda gani najua kama weekend ni muda wa kufanya huduma. Kwa hiyo ninajua kubalance muda. Najua Jumatatu mpaka Ijumaa nitaenda kazini. Siku za kwenda studio najua ni siku gani nitaenda, labda jioni. Huduma ni Jumamosi na Jumapili ndo nafanya. Nakuwa nimejipanga ratiba zangu. Sawa. Mtu akihitaji kukufuatilia kule kwenye mitandao, kuna binti ambaye anatutazama kwa sasa, anatamani kuanza hatua yake ya ndoto na kuwa kiongozi mkubwa, lakini kutokana na mazingira yanamfanya yeye kujiona hawezi kile ambacho anakifanya. Unamshauri nini pia? Cha kwanza ni kumtegemea Mungu, kumwamini Mungu. Kama Mungu amekupa hiyo huduma, atakusaidia, na pia ujiamini. Yaani unapokutana na changamoto usikate tamaa. Ujiamini kwamba wewe unaweza na Mungu amekupa nguvu ndani yako. Kwa hiyo wewe itumie hiyo nguvu, utafika kule Mungu anapotaka ufike. Sawa. Nikija kwa mama kiongozi na mwenyekiti wa jimbo hili la Mwanza hapa kanisa la KKT, ushauri wako ni upi kuhusiana na swala hili? Kuhusu mabinti wale ambao wanajiona hawawezi kutokana na mazingira, lakini ana ndoto kubwa na kufika mbali zaidi. Ndio. Nakushukuru kwa swali hili, ni swali zuri kwa ajili ya mabinti. Na mwenzangu siko mbali amesema kwamba ni kutokukata tamaa. Hakuna kosa baya kama kukata tamaa kwenye jambo lolote. Kwenye jambo lolote unatakiwa kutia bidii mpaka ufikie pale unakotaka kufika. Kwa hiyo ushauri wangu kwa mabinti, wasikate tamaa, wasivunjwe moyo na jambo lolote, lakini yote na yote wamtangulize Mungu mbele. Mungu atawasaidia. Sawa kabisa. Nikija kwako Dokta hapo. Asante, mimi siko mbali, maana hizo point ni nzito na ni kubwa sana. Ndio. Kumtumainia Mungu, kumuomba Mungu na kutokata tamaa. Yaani hizo ni nguzo, niseme. Ni nguzo kabisa, kwa sababu ukiweza kufanikiwa hizo nguzo mbili, hakuna lolote ambalo litakushinda. Hakuna kabisa. Sawa kabisa. Najua kila mmoja anatamani kumsikia tena Neema Ng'asha akitupa burudani ya wimbo mmoja kwa njia ya kapela. Najua una nyimbo, wewe unajua una nyimbo nyingi, unakutana na waimbaji mbalimbali na zile nyimbo ambazo zinawahamasisha wanawake. Unaweza ukatuimbia hata chorus kidogo tu? Okay, kuna wimbo mmoja tulifanya na waimbaji hapa Mwanza. Ndio. Niimbe tu chorus. Mwanamke ni jeshi kubwa, mwanamke simama imara, mwanamke ni jeshi kubwa, mwanamke simama imara, mwanamke ni jeshi kubwa. Tuimbe. Mwanamke ni jeshi kubwa, mwanamke simama imara, mwanamke ni jeshi kubwa, mwanamke simama imara. Mimi nafikiri tukitoka hapa twende studio. Tukitoka hapa twende studio, maana naona sauti zote zimetimia. Kama basi tutakoje tu itapatikana. Sawa, nikija kwako huduma ya uimbaji ambao unaitoa kwa kupitia nyimbo za sifa, imewasaidiaje sasa watu wengine kiroho na kuatia moyo wanawake wenzako ambao wanakufuatilia? Namshukuru Mungu, wapo wanawake ambao wananifuata labda inbox Facebook, wananishauri, wengine wanipigia simu, na watia moyo, naambia fanya njia hivi, fanya hivi, tafuta mtangazaji, nenda studio, tafuta studio nzuri, omba Mungu, tunga nyimbo nzuri zenye quality, uwe smart, vitu kama hivyo. Huwa na watia moyo wanawake. Ndio. Na kuambia kwamba usikate. Na mada tulionayo mezani kuhusiana na mwanamke kiongozi, moja kwa moja sasa, watazamaji wangu sijawaacha. Ninawatazama kwa sasa kwa jumbe zenu ambazo mmezitoa, lakini pia natamani basi tunapoelekea ukingoni kwenye kipindi hiki mweze kutuma maswali mawili matatu ili pia waweze kujibu wanawake ambao na jeshi kubwa tulionao hapa leo studio. Huyu anasema kwamba anaitwa Elisha
wanawake mnafanya vizuri. Nasema kwamba Mungu awabariki sana hapo studio, tuko pamoja. Mambo vipi hapo studio? Na wapata vyema sana. Nasema kwamba anajiita Joseph, Mungu awabariki sana. Naitwa Mama Clinton kutoka Kiseke. Hongereni, nimebarikiwa sana na kipindi cha leo. Asante Mama Lema kwa ushauri mzuri sana. Na huyu si mwingine anasema kwamba nabarikiwa sana. Na huyu anatokea Manyara. Wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake ni jeshi kubwa. Nimesimama tu mbadala, lakini anasema kwa majira anaitwa Bwana asifiwe. Kwa kweli mnajitahidi. Kipindi ni kizuri sana. Wanawake mmeweza kuongea pointi. Huyu ndo alivyomaliza hivyo. Anasema kwamba namshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa majina anaitwa Atufena Nyangawa kutoka Njombe. Asanteni sana. Huyu anasema kwamba anaitwa Eridi Tofari kutoka Kigoma. Neema ya Bwana iwe nanyi. Huyu anasema kwamba niite Saidi kutoka Mbeya. Nawatakia Jumapili njema kwenu. Nawapenda sana katika kipindi hiki. Anasema hongera sana Neema Ngasha, nilikuwa sikujua, ila kuanzia leo nitaanza kukufuatilia by huyu hajaandika jina lake vizuri au natamani kulifahamu. Sawa, tuweka shida. Huyu anaitwa Evodi huyu anaitwa Evodi kutoka Mkuranga. Ndivyo hivyo amesema hivyo. Amen. Asante sana mama yangu kufika hapo na kutupa utangulizi mzuri kabisa mwenyekiti. Nasi pia tumebarikiwa, wanawake wamekuwa wakithaminiwa sana kuliko wanaume, na wakati huo kuna wanaume na vijana wa kiume wanakuwa wanateseka sana. Hiki ni kibao sasa cha mtazamaji kwenu. Huyu si mwingine, na hapo na imani Jine Mangasha tutatujibia hilo swali. Huyu anasema kwamba mimi naitwa Nelson Kimambo, nimeguswa sana na kipindi hapo studio. Mwanamke akiwezeshwa anaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya kumbariki Mungu. Anasema kwamba naitwa Prince Mbarikiwe, naitwa Idi Isaya Bakari, natoka Mji Mwema Lindi, na wanawake Mungu awabariki sana. Amina. Wanawake Mungu awabariki sana. Amina. Huyu anasema kwamba naitwa Fikiri, anasema kwamba natokea Mtwara, Mungu aweze kuwabariki pia. Lakini huyu anasema kwamba wanawake wawe na moyo mkuu. Elibariki wa Manyara huyu. Amen. Na mtazamaji, muda bado na kuruhusu, tuma ujumbe wako na sisi pia tutausoma. Lakini pia usisahau tunapoelekea kilele kwenda kuhitimisha, ambapo leo ni wiki ya 5, ama tunaweza kusema kwamba ni Jumapili ya kwanza kabisa katika mwezi huu wa kwanza wa mwezi wa 3 kwa mwaka huu 2026. Jambo ni moja tu, fanya kitu hiki nikwambie. Chukua simu yako, simu janja, piga picha ukiwa na mwanamke ambaye amekuwa ni kiongozi katika maisha yako, amekusimamia. Anaweza kuwa mama yako mlezi, anaweza kuwa mama yako mlezi kiroho, anaweza kuwa mama yako mzazi, lakini pia anaweza kuwa ni dada yako, au anaweza kuwa ni mtu wako wa karibu sana ambaye anakufanya wewe kuweza kufikia mafanikio hayo. Unaweza kupiga picha, na ukishamaliza kupiga picha hakikisha unatuma ujumbe kwa chini kidogo pale kutoa shukurani kwa kile ambacho Mungu amekubariki na kufika hapo. Namba ambazo zitakuruhusu wewe kuweza kutuma ujumbe huo na picha hiyo ukiwa umeziambatanisha kwa pamoja, ili Jumapili inayokuja ikiwa ni kilele, nasi pia tutaziweka hewani. Watanzania wote wataziona, Afrika Mashariki wataziona, na dunia kwa ujumla. Namba ni hii hapa, ni 0784770796 0784770796 0784770796. Hiyo ni namba ambayo itakufanya wewe uweze kutuma kile ambacho tumekieleza. Hakikisha unakuwa pamoja nasi tunakuwa pamoja nawe. Tukielekea ukingoni kabisa kwenda kuhitimisha kipindi hiki, kuna mtazamaji hapo amesema kuna vijana wengi, kuna wanaume wengi wanateseka, lakini wanawake ndio wanaonekana kupewa nafasi kubwa sana. Nikiwa na kiongozi hapa, mwenyekiti wa jimbo hili kanisa la KKT, mama yangu hapa Jane Lema,
lakini pia nikiwa na dokta, nikiwa na mwimbaji wa nyimbo za Injili katika swala hili, kila mmoja akijibu kwa sekunde chache kuhusiana, maana imekuwa ni tatizo kubwa, wengi wanaume na wenyewe pia wakilalamika. Mnalifafanua vipi tukielekea ukingoni? Mimi labda ngoja niseme, zamani wanawake walikuwa kama vile wathaminiwi, hawapewi nafasi katika jamii zetu hasa za Kiafrika. Kwa hiyo unakuta sasa mkazo mwingi kwa mashirika labda yasio serikali, kwa makanisa, labda kwa serikali inatafuta jinsi ya kuwainua wanawake, kwa encourage watoto wa kike wasome kwa bidii, maana ilikuwa zamani wengi wanaenda kuolewa hivyo. Kwa hiyo sasa yeye imejikuta wanawake wameinuliwa zaidi, watoto wa kiume wamesahaulika. Yaani unakuta mashirika mengi kwa mfano yanasaidia watoto wa kike, lakini yanayosaidia watoto wa kiume ni machache. Sasa yeye wamefanya kama vile watoto wa kiume wanasahaulika na wababa. Hiyo inatakiwa serikali, labda hata makanisani, mashirika pia yaangalie wanaume na watoto wa kike wasisahaulike. Ndio hayo unaweza kusema. Sawa. Dokta, naona una kitu hapo nataka kuzungumza. Asante. Sekunde chache. Sitakuwa mbali sana na mtumishi mwimbaji. Ni kweli kwa miaka mingi wanawake walikuwa wanakandamizwa, hawapati nafasi, hawapati fursa mbalimbali, na mpaka sasa hivi bado kuna makabila mbalimbali bado yanakandamiza wanawake, na juhudi bado zinaendelea kuwainua. Inaonekana hivyo kwamba wanawake sasa hivi wanainuliwa sana. Hiyo ni kutokana na mwamko na mabadiliko kwenye jamii. Sawa. Na muitikio. Ndio maana inaonekana hivyo. Yaani ni muonekano tu, lakini wanaume hawajasahaulika. Kama wamesahaulika nadhani labda ni kidogo, sio sana. Bado fursa zipo, zinawafikia, wanapata nafasi. Kikubwa ni kumuinua na mwanamke afikie angalau wawe katika fursa sawa, apate fursa sawa. Wenyewe watachagua kwamba sisi wanaume tulitangulia hiyo kubaki. Sawa kabisa, karibu sana mwenyekiti. Asante kwa swali hili kwamba wanaume wamesahaulika. Wanatoa ya moyoni. Ni kweli, tumewasahau kidogo. Maana hata semina tunazoweka unakuta ni semina, tumeandika semina ya mwanamke. Tunasahau kwamba kuna kijana wa kiume na baba ambao wanatakiwa pia kuungana na sisi. Kwa hiyo tumetaka kipindi tumeandaa semina hapo juzi, tumetaka na vijana wawepo wafundishwe. Maana tukimfundisha mwanamke tu bila mwanamume kufundishwa, tutakuwa tujaelimisha jamii. Kwa hiyo sasa hivi tukiweka semina huwa tunaweka za pamoja ili wote wafundishwe. Sawa kabisa. Najua atakuwa ni majibu mazuri kwa yule mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa sasa. Muda unazidi kuyoyoma kweli kweli. Tumebakiza dakika chache tu, lakini kwa hizi dakika chache zilizobaki sihitaji kumwacha mtazamaji hewani. Natamani pia nisome jumbe chache kwa haraka sana. Nasema kwamba nimependa sana kipindi, Mungu awabariki. Naitwa jandika vizuri, huyu anatokea Muhenzi, anasema anapatikana Ilinga, lakini huyu anasema kwamba anaitwa huyu anatokea Njombe. Natumaini wazima wanawake, Mungu awabariki sana. Lakini huyu anasema kwamba anaitwa Eriki kutoka Biharamulo, nimebarikiwa na kipindi cha leo, Mungu akubariki sana. Anasema Mungu awabariki sana hapo studio. Lakini pia ambariki mwenyekiti, huyu anatokea West Kilimanjaro. Na huyu si mwingine, anasema kwamba kwa majina anaitwa Leinati, Mungu awabariki sana kwa kipindi kizuri. Anasema kwamba kipindi cha leo nimekipenda sana, Mungu aweze kubariki. Huyo ni Peter. Anasema mimi ni Lamek, Mungu awabariki sana, tuko pamoja. Lakini huyu si mwingine, anasema kwamba anaitwa Prince, mbarikiwe sana wanawake, mnaweza. Anasema kwamba anaitwa Saidi, napatikana Kiera Mbeya. Nauliza swali, je, wakina mama katika kufanya muziki wakati wakiwa kwenye familia, je, hauwezi kuwa na migogoro? Ilioneshwa. Huyu hajasema anatoka wapi, lakini huyu anasema kwamba kiongozi wa kanisa awe ni mume na mke mmoja, ni mwinjilisti huyu amesema Stefano. Mungu aweze kuwabariki sana. Na ujumbe wa mwisho kabisa anasema mimi naitwa Justin Mganda, hongereni sana kwa kipindi kizuri.
nawe Mungu aweze kukubariki sana. Amen. Na hapo huenda tunaelekea mwishoni sasa, tunapoenda kuhitimisha. Najua ameshatoa ushauri na pia na kuwahasa vizuri vijana pamoja wa kiume na wa kike kusimama katika misingi iliyo imara. Mimi nipende kuwashukuru sana kwa jopo zima hili, mmeweza kuwa nasi na kutufanya sisi kuweza kuwapa watazamaji kile ambacho wanakitaji na kubarikiwa sana. Jumbe bado ni nyingi sana wanazituma, lakini pia ningependa kwa wale watazamaji ambao wanawatazama kwa sasa na wangetamani njia ipi ambayo itakuwa sahihi ya kuwapata nyie ili kuweza kupata nafasi basi ya kupata ushauri pale unapokutana na maswaibu mbalimbali kwenye maisha. Nikianza na mwenyekiti pale kwa dakika chache. Namba ya simu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina imani ya kwamba mmefurahia kipindi. Kama utatamani kuongea na mimi, namba yangu ni 0754316370. Mungu awabariki sana na Mungu awatunze, muwe na wakati mwema. Amen. Kija kwako mwimbaji, watu wana njia ipi sahihi wanaweza wakakupata kwa uzuri? Okay, namba yangu ya simu 0719 039 715. 0719 Sawa kabisa. Nikija kwako Dokta, watu wanawezaje kufika mahali ulipo kwa usahihi na kupata tiba? Asante. Mimi ninapatikana Aga Khan Hospital hapa Mwanza. Niko miti mirefu pale. Namba za simu 0758 222 765. Na asanteni sana na Mungu aweze kubariki. Na mtazamaji, hii ni wiki ya 5 na wiki inayofuata itakuwa ni wiki ya mwisho ambapo itakuwa ni tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2026, kilele cha mwisho kabisa kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, na muda wetu umeweza kututupa mkono na sisi itakuwa ni grand final ambayo itakufanya wewe pia uweze kushiriki nasi kwa kupitia namba ambayo nilitaja mwanzoni kabisa kwa WhatsApp, kwa kutuma ujumbe na ukiambatanisha na picha ili tuweze kuviweka pamoja na kuviona, kila Mtanzania aweze kuvitazama pia. Shiriki nasi kwa kupitia 0784770796. Lakini pia bila kusahau kuwashukuru wote wadau ambao wamehakikisha wanatayarisha kipindi hiki kukufikia mahali popote uliko, kiongozwa na Emmanuel Makuliga pamoja na mpiga picha Elisha Ndalo, na redusha matangazo si mwingine ni Venita Salivatoli. Lakini pia bila kusahau kutoka kule Dar es Salaam Stella Shao ambaye pia ameweza kutubariki asubuhi ya kwanza katika dakika za kwanza kabisa kuweza sisi sote kubarikiwa. Niwashukuru sana na niwatakie Jumapili njema, lakini niwasihi msikose Jumapili ya mwisho ambayo itakuwa ni tunasema ni siku ya grand final ya wewe kuweza kushiriki nasi kwa kupitia namba hizo ambazo nimeweza kuzitaja. Langu jina ni Andrea Amos Masanja, lakini tunapoelekea mwishoni kabisa kufunga, tuko na mwimbaji wetu hapa anaitwa Neema Ngasha. Ingia kule YouTube mtazame kwa uzuri kabisa. Mimi ningependa bwana, tunapoenda kumaliza tuchangamshe kidogo ili kwa wimbo wako wote ambao ni mzuri kwa kule YouTube. Yesu akisema ndio, hakuna wa kupinga. 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 Na mtazamaji, ndivyo hivyo tunavyofunga kipindi chetu kwa siku ya leo. Twende sasa. Yesu akisema ndio, hakuna wa kupinga. Yesu Nijapopita kati ya bonde na uvuli wa mauti,